Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa kiwanda kikubwa cha mbolea cha Intracom Fertilizers Limited itakayofanyika Juni 28, 2025 jijini Dodoma. Kiwanda hicho kina thamani ya uwekezaji wa dola milioni 180 na kinatarajiwa kuongeza tija katika sekta ya kilimo nchini. Akizungumza leo Juni 11, 2025, Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe amesema kiwanda hicho tayari kimezalisha ajira 1805 kwa Watanzania. Tumewaiteni kwa jambo dogo la kuwatangazia Watanzania kwamba siku ya tarehe 28 Juni, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atazindua rasmi kiwanda cha mbolea ambacho kiwanda hiki kinaitwa Intracom. Ujenzi wa kiwanda hiki umeanza mwaka 2021 Julai na sasa umekamilika. Kiwanda hiki kina uwezo, installed capacity, ya tani milioni 1 ya mbolea. Teknolojia ya mbolea wanayozalisha ni mbolea inayoita organo mineral. Mbolea ya organo mineral ni mbolea ambayo ni mchanganyiko wa virutubisho vya asili pamoja na vya kemikali. Mbolea hii inatumia zaidi samadi, lakini vile vile wanatumia phosphate, wanatumia chokaa, halafu wanaweka na virutubisho vya ziada vya kemikali. Kama mnavyofahamu, kama nchi tumekuwa tukiagiza karibu tani milioni 1.2 za mbolea kutoka nje. Sasa hivi kama Tanzania tutakuwa, hichi ni kiwanda chetu cha pili cha uzalishaji wa mbolea. Lakini hiki ndio kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyote vya mbolea katika ukanda wetu huu. Kwa maana ya kwamba hichi ndio kiwanda kikubwa kuliko kiwanda chochote cha mbolea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiwanda hiki uwekezaji wake ni dola milioni 180, na jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwekezaji huyu sehemu kubwa ya fedha za uwekezaji, pamoja na kuwekeza fedha zake binafsi, lakini amesaidiwa na mabenki ya ndani ya nchi kuhakikisha kiwanda hiki kinafanya kazi. Kiwanda hiki kwa sasa kimeshaanza uzalishaji. Nadhani kwa wakulima walioko vijijini toka mwaka jana wameona kuna mbolea inaitwa Fomi. Kuna Fomi otesha, Fomi nenepesha, ndio? Fomi kuzia na za namna hiyo. Kwa hiyo zimeshaanza kuingia sokoni, lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshaanza kupata mahitaji kutoka nchi zinazotuzunguka. Kama Kenya wamekuja hapa mwaka jana, nimekutana mimi mwenyewe na waziri wa kilimo, aliyekuwa waziri wa kilimo wa Kenya. Wakaleta wataalamu wao, wakafika kiwandani, wakaangalia mbolea, wakaenda kufanyia trial na wakaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya zao lao la chai. Lakini mbali na hiyo, nchi ya Malawi imeonyesha interest ya kununua mbolea kutoka Tanzania. Na sisi kama serikali hatutazuia nchi yoyote inayotaka kununua mbolea wapi? Kutoka wapi? Tanzania, kwa sababu hii ni biashara. Hii ni nini? Yale mambo yetu ya kwamba kwa nini sisi tusizuie itumike ndani? Hapana, tutaitumia na sisi, lakini akipatikana mtu anayeitaka kutoka nje, naye ataruhusiwa kuinunua, kwa sababu lazima mtaji uliowekezwa uwe na sense. Huyu mtu aweze kurudisha uwekezaji wake, apate faida, alipe mikopo yake benki, aweze kufanya biashara yake vizuri. Mpaka sasa kiwanda kimeajiri wafanyakazi moja kwa moja 1805. Indirect jobs zinazotokana na kiwanda hiki baada ya kukamilika kwa wastani zitakuwa ni kazi zisizopungua 5000. Za moja kwa moja watu 1800, za indirect zitakuwa kazi 5000. Nadhani mnaona impact ya hili jambo. Jambo la kufurahisha kuhusu kiwanda hiki, wafugaji wa ng'ombe
wamepata soko la uhakika la kuuza samadi. Sasa hivi samadi tena sio kero. Sio tena ile kule kwetu Usukumani unakuja na tela ngwanamba te chukua samadi nenda kamwage shambani. Sasa samadi imegeuka kuwa nini? Fedha. Mpaka sasa wameshanunua karibu tani 100,000 ya samadi yenye thamani ya bilioni 15 kwa uzalishaji unaoendelea. Maana yake kiwanda hiki kikifika mahali ya kuzalisha tani 1,000,000 za mbolea, mahitaji ya samadi yatakuwa makubwa sana kwenye nchi. Ili kuvilinda viwanda vyetu vya ndani, naomba hili lieleweke. Serikali mwaka huu imeamua itanunua mbolea kutoka viwanda vya ndani tani 200,000. Tani 200,000 na tani 50,000 zitanunuliwa ni za chokaa kwa ajili ya shughuli za nini? Za kilimo. Kwa nini tunanunua viwanda vya ndani? Serikali itazinunua hizi mbolea bila kuathiri mfumo wa ruzuku wa kawaida unaoendelea. Wenyewe utaendelea kama kawaida. Lakini hizi mbolea tutakapozinunua, tutazipeleka kwenye maeneo ambayo mbolea haitumiki sana, ili Watanzania waanze kutumia mbolea ya viwanda vya ndani na kuona matokeo yake. Hii ni hatua kubwa katika kuinua uchumi wa kilimo na mifugo, huku ikisaidia kuongeza kipato cha wananchi na kupunguza gharama ya pembejeo nchini. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, like, comment na share ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.